Na mwanamazingira kutoka eneo hilo ambaye anafahamika kama Hilary Kiplagat Kibiwot. Hivi sasa Hilary analenga kuvunja rekodi ya upanzi wa miti kwa saa 24 katika eneo la Nandi kule, si Nandi haswa, eneo la Elgeyo Marakwet, na hivi sasa tunaungana naye Fabian Kibet atujuze mengi zaidi. Fabian, sukani. Naam, sijambo Onsare na kupata kwa njia shwari katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Aswa niko katika mji wa Iten na hapa niko na mtetezi wa masuala ya mazingira katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, bwana Hilary Buzeki. Na leo tukijadili kuhusu masuala ya mazingira katika TV47. Karibu sana, uko live katika TV47. Leo tunajadili kuhusu masuala ya uhifadhi wa mazingira. Na kwako wewe mwenyewe tu, swali la kwanza ningependa kukuuliza, kama kwa majina ukianza kwa majina utueleze ni kwa nini haswa ili kufanya ukaanza uhifadhi wa mazingira? Asante sana. Kwa majina naitwa Hilary Kiplagat Kibiwot na nimekuwa mtetezi wa mazingira kwa muda. Niliweza kwanza muda wa miaka wa 2018 na niliweza kuendeleza, na hapo mbeleni nikaanzisha kikundi kinachoitwa Green Earth Ambassadors Foundation ambayo inajishughulisha na mambo ya uhifadhi wa mazingira. Umeweza kuniuliza kwamba ni nini iliweza kunifanya nikaanzisha ama kujiingisha kuwa mtetezi wa mazingira. Hiyo ni swali nzuri sana, na kujibu tu ni kwamba mimi mwenyewe niliweza kukaa chini na nikawaza, nikapata ya kwamba eneo ambayo niliweza kukaa watu walikuwa wanakosa maji. Hiyo ni jambo la kwanza. Kukosa maji ni shida kubwa, na hilo imeweza kuumiza wanafunzi, watoto wadogo na wamama wa kijiji. Na kwa hivyo nikaweza kuona kwamba ni nini ambalo naweza fanya ikuwe tofauti na iwe nzuri kwa community. Kwa hivyo nikaweza kuanzisha mradi wa kupanda miche na ili kufanya restoration ya mahali ambapo maji yalikuwa hapo mbeleni, kwa sababu maji ilienda alafu ikapotea, na nikaona ya kwamba ni jambo nzuri. Na pia kwa roho yangu mwenyewe niliweza kupenda mambo ya upanzi wa miche ama miti tangia kitambo, na niliweza kuona ya kwamba pia nchi yetu inakumbana na mambo ya tabia nchi, na nikasema ya kwamba kama kijana nzuri nijitokeze niweze kushikana na wananchi kama mwananchi mzalendo, na niweze kufanya hii kazi, kwa sababu wanasemanga uwezi ongoja, kuwa mstari wa mbele, kujitokeza na kufanya ile jambo. Pengine tu swali langu la pili, bwana Buzeki, tukizingatia kwamba umesema katika kaunti ya Elgeyo Marakwet masuala ya uharibifu wa mazingira iko juu, pengine kwako wewe mwenyewe lengo lako ni lipi? Lengo langu la kwanza ni kuhakikisha kwamba tumeanza kuongeza upanzi wa miti kwa wingi, ili tuweze kuona ya kwamba tumerudisha hiyo tabia nchi isiendelee kama inavyoendelea, na tuweze pia kuunganisha mambo ya 15 billion tree growing ambaye rais wetu ameweza kuangazia kabisa. Ameweza kuona ya kwamba miche imeweza kupandwa, mazingira imeweza kutunzwa, na huwezi tunza tu mazingira kwa kusema, ni kwa kufanya. So hilo ni lengo langu la kwanza. Lengo la pili, ningependa kutuma ujumbe kwa vijana, wananchi, wazalendo wa nchi letu, kwamba tuweze kushikilia jambo la rais ya kupanda miche. Hiyo ni Vision 2032, kuhakikisha kwamba tumeweza kupanda miche 15 billion, ili kuhakikisha kwamba tunaweza kuangazia mambo ya tabia nchi kwa njia unaofaa. Kwa hivyo, na hapo mbeleni nimejipangia pia, ninajipangia kuhakikisha kwamba nimeingia rekodi ya dunia, hiyo ni World Guinness, kwa mambo ya upanzi wa miti. Mtu wa kwanza alipanda 23,060, lakini mimi niko na mipango ya mwezi unaokuja, mwezi wa 4, najipangia kupanda miche 24,000 kwa masaa 24. So niko tayari, nimejipanga, nimeweka mikakati, na kama nilivyotangia kusema ya kwamba nimekuwa nikipanda miti, so sio kitu geni kwangu. Nimeweza kujiingisha ndani, nimekuwa nikifanya kazi na wenzangu wenye wana mikakati wa mazingira, na pia nchi yetu, hata Ministry of Environment, hata Forestry, nimekuwa nikifanya kazi nao, na imeweza kunipea hiyo motisha. Na ya kuongezea tu kwa hiyo jambo ni kwamba
Mtu mwenye ameweza kunitia kiwewe ni kama kina Daktari Chris Kiptoo ambaye ameweza kufanya upanzi wa miche katika Kaptagat ecosystem, ameweza kufanya restoration, na hiyo ni jambo nzuri sana, na yeye ndiye amekuwa mentor wangu, na ningependa kusema ya kwamba hiyo ndio kazi ambayo tunafaa kujifunia kama vijana kwamba tunaweza. Na kutuma pia ujumbe kwa rais ni kwamba 15 billion watu wamekuwa wakiuliza, aswa even TV47 mko mkiuliza, je, unaona ya kwamba hiyo target ya 15 billion tree growing inawezekana? Mimi niko hapa kusema inawezekana kwa kujitokeza na kufanya. Pengine tu swali langu tukielekea kumaliza, umesema unalenga kuvunja rekodi. Je, itawezekana? Na kwako wewe mwenyewe ungependa kuambia ni wale wakazi wa kaunti ya Elgeyo Marakwet na hasa wakazi wa Kenya? Ndivyo, napenda tu kuambia inawezekana. Ya kwanza niko na passion. Ya pili nimejicommit kwamba nitafanya hili jambo. Na sio kufanya tu ili kuonekana ninavunja rekodi. Ni kuonekana ya kwamba niko na ile upendo wa nchi yetu, niko na upendo wa mazingira. So jambo ya muhimu ni kwamba niko tayari, nimejiandaa. Tarehe 22 mwezi wa 4 saa 5 asubuhi nitaanza kupanda miche 24,000. Ikifikanga tarehe 23 saa 5 asubuhi nitakuwa ninamalizia, na ninakaribisha wananchi wote kutoka nchi nzima kila mahali wakuje washuhudie. Na pia kuongezea, sitakuwa napanda tu 24,000. Nitakuwa na nafasi ambayo tumetenga na wizara ya KFS ili tuweze kupata ya kwamba community na kila mtu ameweza kupanda miti hiyo siku. Nakumbuka ya kwamba hiyo siku tutakuwa tunafanya kitu ambayo inaitwa Commemoration of World Earth Day, siku ya dunia. So itakuwa siku kubwa sana, na ningependa kukaribisha kila mmoja, na aona ya kwamba ako moja ya wale ambao watabadilisha tabia nchi ya nchi yetu. Asante sana Onsare. Huyo ni Hilary Buseki maarufu kama Buseki. Yeye ni mtetezi wa masuala ya uhifadhi wa mazingira. Amesema analenga kuvunja rekodi. Sisi tuko hapa tutawapasha wa Kenya kuhusu yale ambayo atakuwa yanajiri wakati huo. Kutoka kwangu Onsare, mimi ni Fabian Kibet. Naam, shukran sana Fabian Kibet kwa kumshirikisha Hilary Kiplagat Kibiwot ambaye analenga kuvunja rekodi ya upanzi wa miti kwa saa 24 mfululizo akifanya shughuli hiyo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet.